Nina furaha na najisikia fahari sana kupata upendeleo wa namna pekee sana kusoma mbele yenu siku hii ya leo. Na kwa mimi ninaposimama siku zote mbele ya vijana ni kitu cha pekee sana naweza kujivunia katika maisha yangu. Na zaidi ninaposimama mbele ya vijana ambao ni wasomi, vijana ambao wana coursework nyingi, vijana ambao wana testi nyingi, lakini wanatenga muda kwa ajili ya Bwana. Hilo ni jambo la pekee sana. Maana mimi nami nilikuwa kama nyinyi miaka kama 13 iliyopita. Kwa wale ambao wanasoma na undergraduate miaka 13 iliyopita nikiwa ni mwaka wa 3. Kwa hiyo ninavyoona tena kwa namna hii nasimama mbele yenu najisikia fahari sana. Kwa hiyo ni washukuru viongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato Musti, lakini kwa namna pekee ambapo waliona ni vyema nikajumuika nani katika siku hii ya leo. Bwana awabariki sana. Basi kwa namna pekee kulingana na muda wetu tutaenda kujifunza somo linalosema mwanadamu ni tegemezi kwa Mungu. Mwanadamu ni tegemezi kwa Mungu. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu wetu nasi tu watu wako. Wewe umfinyanzi nasi tu udongo tu. Tunaomba Baba utumie vyema tusikie maneno yako. Ni katika jina la Yesu. Amina. Katika kitabu cha Isaya 45, kitabu cha Isaya 45 kama nitapata msomaji mahala fulani, Isaya 45 mstari wa 12. Nasema, ndio. Mimi nimeiumba dunia. Nimemhuluku mwanadamu juu yake. Mimi naam mikono yangu mimi. Nimezitanda mbingu na jeshi lake lote. Nimeliamuru. Kuna hiyo sentensi ya mwisho. Mungu anasema yeye mwenyewe ameumba dunia. Amemhuluku mwanadamu juu yake, yaani mwanadamu amemweka juu yake. Na anasema mimi naam mikono yangu mimi imezitanda mbingu na jeshi lake lote. Na kwa hakika unaweza ukaangalia wakati fulani tumekaa kwenye jengo hili, unaweza ukajikuta chuma mara kimedondoka. Unaweza ukajikuta yaani una wasiwasi, ukisikia kaka lazima ushuke. Lakini binadamu anatembea akiwa anajiamini wakati juu yake kuna anga. Hakuna mtu aliyekuwa na wasiwasi kwamba anga linaweza likamwangukia hata siku moja. Lakini yote ni kazi ya mikono ya Mungu. Amelitandaza liko hapo, haliwezi kusogea chini wala haliwezi kwenda juu. Mahali alipoliweka ndio mahali hapo. Tuna sayari zinazunguka. Hakuna mtu anawaza kwamba jua linaweza likaporomoka liangukie. Ni kwa sababu gani nakuwa na imani hiyo? Ni Mungu amezitandaza. Binadamu alikuwa na nguvu sana anapoona kwamba kama kuna kitu mfano. Wengi wetu hapa tunasoma masuala ya uhandisi. Inakuwa ni jambo bora sana ikiwa nyumba yako unasikia mhandisi ameplani na ameijenga kuliko fundi wa kawaida ambaye amejenga. Unakuwa na wasiwasi na hata uwezi kujivunia sana. Lakini unaposikia na wahandisi na wenyewe wapo wa majina tofauti wanaojulikana, unasikia ndio wamedesign, ndio wameichora jengo, ndio wamelichora, unajisikia amani kwamba hili jengo liko salama. Na ndivyo ilivyo kwamba unaposikia Mungu ametandaza mbingu, ameziweka mahali pake yeye mwenyewe, hicho ni kitu cha pekee sana. Lakini katika Isaya 44:24 anasemaje? Isaya 44:24 44:24 Isaya anasema, ndio, Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi. Anasemaje? Mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu. Zingatia neno peke yangu. Nienezaye nchi. Ni nani aliye pamoja nami? Anauliza kuna yeyote ambaye angalau labda alimsaidia kidogo katika kutandaza zile mbingu. Anamwambia, pengine alimwambia kijana wangu, hebu niletee huo udongo. Alitumwa tu kidogo, kijana niletee hicho kijiko uje na huo udongo. Anauliza yupo? Na mimi nauliza yupo? Hapana. Anasema ni yeye peke yake alitandaza mbingu. Wakati tunaweza kuangalia mchakato ulioko tumboni, nyinyi ni watu wazima, kwamba baba na mama, nazungumza sasa
na watu ambao kwenye ndoa, lakini hata kama sio kwenye ndoa, wewe mwenyewe ulizaliwa kwa watu waliokutana wawili. Sidhani kwa nini hapo mmekaa, unajua naona danganya kwa mtoto anakuta sokoni. Kwenye uliwa ya kule, sidhani kuna mtu ambaye anaweza kawaza hivi. Yaani watu wawili wanakutana, sijui mbegu inaingia tumboni, sijui inaenda wapi, alafu baadaye kuna mtoto ule tumboni anatembea, anatembea tumboni, anaweza akajigeuza akafanya, kuna wengine kama anafanya vita. Kuna watu waliwahi kuzaliwa wanafanya vita tumboni. Mtu anazaliwa kashiba kisigino. Yaani wote kati wao wanafikia tumboni. Alafu huku mama anaendelea kula, anaendelea kunywa, mtoto naye anaendelea na baba zake tumboni. Hicho ni kitu cha ajabu sana. Mungu anasema ni yeye mwenyewe aliyekuumba tumboni. Hiyo mchakato wote alikuwa anaifanya. Alafu mtu ana miezi 9 anazaliwa. Anapozaliwa tunaanza tena moja. Na kati ana miezi 9 tumboni anaanza tena moja. Tunamhesabia tena kutoka kwenye zero. Huu mchakato anasema yeye ndio Mungu aliyofanya na hakuna mwingine. Sasa tangu kuumba kwa ulimwengu, mwanadamu hajawahi kuwa na msaada wote katika kile Mungu alichokifanya. Anachokifanya na atakachokifanya baadaye. Mwanadamu ni udongo tu uliopewa upendeleo wa pekee sana wa kupuliziwa pumzi ya Mungu. Ukisoma Mwanzo 2:7 anasema, fungu la 7 na 8, anasema Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi iliyo hai. Na unajua wakati fulani waza ingekuwa bora hata ni udongo. Unajua udongo, ingekuwa ni tope, unachukua vumbi, unachanganya na maji, unapata tope. Lakini Mungu anasema alimuumba mwanadamu kwa nini? Kwa mavumbi. Yaani hii vumbi kabisa, na Mbeya unapozungumzia vumbi na watu wa Mbeya wanaelewa vizuri. Kwa hali tunayopitia. Juzi vijana nilikuwa kwenye mtandao nimeona Mboneke. Yaani amejaa vumbi. Anasema jambo tujengee barabara. Hii ndio hali ya Mbeya. Na kwa kweli ni hatari. Kwa nini anaelezea vumbi, mtu wa Mbeya hawezi kauliza vumbi ni kitu gani? Hapo kuna watu wamshua. Hapo kwenye gari tu muda wote. Yaani hata vumbi wale tuanze kutengeneza vumbi hiki kinafanyikaje? Sidhani. Anasema ni vumbi. Sasa fikiria kama mwanadamu yuko tu kwa vumbi. Yaani ni vumbi. Si hata tope. Hata kama anasesere anatoka kwenye tope. Changanyiko wa udongo na maji. Lakini mwanadamu yuko kwa vumbi. Na likaa tu hapo. Kitu pekee ambacho kinatofautisha wewe na vumbi ni kimoja, ni pumzi ya Mungu. Pumzi ya Mungu pekee yake. Anapopuliza pumzi ya Mungu ndio mwanadamu anaweza akalinga kwa pumzi ya Mungu. Sasa mimi na wewe ni mavumbi, sisi tu watu wa udongo, ni kama mwanasesere tu wa udongo. Wale mwanasesere kwenye kichugu aliyechimba kwenye kichugu bila muda kule kuchosa. Mimi kwetu ni kuchosa. Na nakumbuka wakati tunakuwa tulikuwa tunachonga watu, tunatengeneza. Siku hizi watu wameendelea. Unajua naenda dukani kuta mwanasesere anauzwa 200,000. Baba anasema yes, this is for my daughter. 200,000 anaoka ajili ya mwanasesere. Sisi wanasesere tulikuwa tunatengenezewa kwa udongo kwa udongo. Mama anaunda udongo, kama anataka mwenye shepu anamwekea kiuno kirefu kabisa kinafika kwenye ukuta. Vizuri kabisa anatengenezewa. Sasa sisi wote, yaani sisi mimi na wewe unapotazama ni sawa sana wanasesere tu waliotengenezwa kwa udongo. Ila tofauti inayotuma kiburi cha kutamba ni pumzi ya Mungu peke yake. Ndio inatofautisha na wanasesere. Kwa hakika tulikuwa pale tu kama mavumbi wakati Mungu anachukua udongo mikononi mwake. Ulikuwa pale tu wakati Mungu anapuliza pumzi yake puani mwako. Ulikuwa pale hata Adamu alipopewa usingizi mzito ukatolewa wewe mwanamke kutoka mavuni mwake. Ulikuwa pale ukufanya lolote, kukataa wala kuelekeza Mungu kwa ikae wapi. Kuna mtu aliwaza. Alafu leo mtu anaumba mweusi tini. Yaani na unajua Mungu anapoumba anasema chote, unajua Mungu alivyoumba akuumba tu akaacha. Biblia inasema akatazama. Kutazama ni kwamba nikurudia kitu tena mara nyingine, yaani uangalie kuna kitu niliacha ambacho kiko sawa. Akatazama, alipotazama anafanya analysis, akasema kila kitu ni nini? Ni chema. Maana kama ni mweusi kama udongo, kama mkaa wa chunya. Kwa Mungu anasema ni chema sana. In this black color. Wewe ni chema sana. Lakini mtu akubaliana na hicho. Kuna mtu mwingine ni short kabisa, yaani ni karefu kama moja. Kwa Mungu wewe ni chema sana. Na unajua kuna mtu anaweza kupapalika. Mimi nimenyoka hivi nitapata, kuna watu wanakubali wale wembamba kama moja. Kwa wewe
Sikaa tu hapo. Kuna mtu mwingine naye anaona wewe ni chema sana kwake, haona mapala yoyote, kama ni black, kama ni unakaa yoyote, vyovyote ulivyo wewe kwa Mungu ni chema sana, ni chema sana. Hata hivyo wewe ambaye ni mavumbi ungefanya nini la maana? Wewe uliye mavumbi ungemshauri nini Mungu? Ulikuwa pale tu kwa sababu wewe mavumbi, na mavumbini ndio nyumbani kwako. Ukisoma Mwanzo 3:19 anasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe na mavumbini utarudi. Yaani wewe ni mavumbi. Yaani Mungu amerudia sentensi ya mavumbi mara 3 kwenye fungu moja. Anasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi. Yaani ni mavumbi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi ya pili nawe mavumbini utarudi. Alafu unakuja unamtisha nani? Yaani wewe ni mavumbi. Yaani unasema wewe ni mavumbi tu, alafu na mavumbini ni nyumbani kwako, ni hakika utarudi mavumbini. Kutoka hapo mwanadamu amekuwa tegemezi kwa Mungu, na ndivyo ulivyoumbwa. Wewe ni tegemezi kwa Mungu, hakuna uwezacho kufanya. Hata kusema Yohana 15:5 anasema mimi ndiye mzabibu, ninyi ni matawi, yeye akaa ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kitu. Huyo ni Mungu. Anasema wewe, yeye ni mzabibu. Yaani kwa tawi linaweza kuzaa sana, lakini haliwezi kujaa kiburi cha kujitenga na shina, kujitenga na mzizi, alafu likazaa. Haiwezekani. Ili uzae hata tawi lizae ni lazima liwe kwenye shina. Anasema yeye ndio mzabibu na sisi tu kama matawi tu, ambao shina likikatwa na sisi tumekatwa automatically. Hatuwezi tukasurvive. Biblia inasema ni muda gani ulipita tangu kuumbwa kwa mwanadamu hadi anguko, kwamba baada ya mwanadamu kuumbwa alichukua muda gani mpaka anakuja kula lile tunda akaanguka. Lakini jambo la uhakika, mtu wa udongo Adam alianguka. Alikuwa pale tu wakati Mungu anamuonya, anamwelekeza anachopaswa kula, anapopaswa kutembea, lakini mtu wa udongo alianguka. Alipojitoa tu katika utegemezi wa Mungu, akaanza kusikia sauti nyingine, maelekezo mengine, ushawishi mwingine. Ukisoma Mwanzo 3:1-4, Mwanzo 3:1-4 anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowaumba Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, je, ni kweli kwamba Mungu amesema msile matunda ya kila mti wa bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani tunaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msile wala msiaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Adamu alikuwa pale tu wakati mkewe anachuma tunda. Angefanya nini Adamu wa watu? Naye ni mtu wa udongo, ni mtu wa mavumbi. Ungefanya nini? Una chamana. Yaani wewe kama mtu wa udongo huwezi kumtegemea Mungu. Wewe ni kama tu tena ni bora kuna wakati ni kama debe liliani tupu linaolia. Bora hata debe unaweza kugonga toka sauti. Sasa Mungu je? Yaani wewe bila kumtegemea Mungu ni bure kabisa. Ni bure kabisa. Hauna chochote. Ndio maana Adam walipojitoa tu kutoka kwa Mungu maelekezo yake. Uliambiwa ule hiki usile, akajiongeza mtu wa mavumbi, akafikia na akili. Alipojaribu tukula alianguka. Lakini angeendelea kuwa tegemezi kwa Mungu, kumtegemea Mungu muda wote, pengine sasa hivi tungekuwa tunaenjoy maisha sana vizuri tu. Lakini alipojitoa kwa dakika moja, jambo la siku moja tu la kujitoa kwa Mungu, dakika moja peke yake ilitosha kubadilisha ulimwengu kabisa, mpaka leo tunalia kabisa. Mwanadamu alikuwa tu pale, hata dhambi ilipoingia ulikuwa pale tu Mungu akipambana sisi mwake, amwachilie mwanadamu mwenye hatia aangamie au amtoe mwanae pekee afe kwa ajili yake. Ulikuwa pale wakati Emmanuel, Mungu pamoja nasi, akishuka duniani na kuzaliwa kama mwanadamu. Ukisoma Mathayo 1:23, tazama bikira atachukua mimba na atazaa mwana, nao watamuita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Ulikuwa pale tu umetulia, wewe mtu wa udongo. Ulikuwa pale wakati anakufa msalabani kwa ajili yako. Ulikuwa pale msumari wa kwanza, wa pili mpaka wa mwisho ulipokuwa na gongo katika mwili wake, na ulikuwa pale tu wakati wanamnywesha sifongo iliyojaa siki. Ukisoma Yohana 19:29 na 30, ulikuwa pale wakati anahesabu roho yake. Ulikuwa pale, ulikuwa na la kufanya, na hata hivyo kwa kweli hajakuwa na lolote la kufanya. Yaani hata yote umeanguka dhambini, bado ulikuwa pale tu unamsubiri Yesu tu aje, na mpaka Yesu anakuja huko tu pale bila lolote. Anakuja Yesu anakufa msalabani. Hakuna kama mwanaume aliyesema Yesu toka basi nife mimi. Ulimuona? Hayupo. Ulikuwa tu pale. Msumari wa kwanza mpaka kina wengine kina Petro, wanafunzi wake wote waliangalia wote. Wanamwangalia kwa mbali, wako tu pale. Wanamwangalia kwa mbali. Kwa sababu gani? Hauna lolote la kufanya.
isipokuwa kwake mwenyewe. Asante sana mtumishi. Lakini kwa nini ulikuwa tu pale? Mwanadamu aliyetegemezi kwa Mungu, kwa nini tu awe pale? Ili mwanadamu awe na maana, mwanadamu aishi, mwanadamu astawi daima, lazima awe tegemezi kwa nuru ya Mungu, awe tegemezi kwa neno lake, awe tegemezi kwa ahadi ya Mungu, awe tegemezi kwa chakula na sheria ya Mungu. Yeyote anayependa kustawi katika ulimwengu wa sasa na ujao atakazana sana kila siku kutegemea uwezo na nguvu kutoka kwa Mungu. Ili ustawi, ili uwe bora, uwe mtu ambaye Mungu anatamani uwe, ni lazima umtegemee yeye kwa neno la kwake, kwa chakula cha kwake, kwa sheria ya kwake. Alichokuambia ukifuata ndio kustawi kwako, ndio kustawi kwako. Mwanadamu ni tegemezi wa nuru ya Mungu. Mwanadamu ni tegemezi wa nuru ya Mungu. Soma Mwanzo 1 fungu la 1 hadi la 5. Utakuta anasema hapo mwanzo kulikuwa na giza, dunia ilikuwa giza tena utupu. Lakini anasema akafanya nuru, akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Sasa mwanadamu ni tegemezi wa nuru ya Mungu. Nuru ilianza kabla ya mwanadamu. Nuru ya Mungu haitegemei jua wala mwezi kuwepo. Unajua anapoanza iwe nuru, ikawa nuru. Mwanzoni kabisa wa uumbaji, hata kuumba siku ya kwanza akasema iwe nuru na ikawa nuru. Unaweza kufikiri nuru pengine ni mwezi au ni jua, lakini hapana. Kwa sababu jua na mwezi vimeumbwa siku ya 4. Hapo mwanzoni Mungu anasema kabisa na iwe nuru, ikawa nuru. Kitendo cha Mungu kusema iwepo nuru kuwa nuru haimaanishi kwa na bahati nzuri anasema jua na mwezi anaviita ni mianga. Iliumbwa siku ya 4. Lakini mwanzoni Mungu anasema iwe nuru na ikawa nuru. Nuru ni nini? Ni jua. Nuru ni mwezi? Hapana. Nuru ni uwepo wa Mungu katika ulimwengu. Nuru ni Mungu katika maisha ya mwanadamu. Hatuwezi kutembea, kuona wala kusogeza hatua hata moja bila kuwepo kwa Mungu katika maisha yetu. Bila kuwepo kwa Mungu katika maisha yetu. Mungu anaposema iwepo nuru na ikawa, ni uwepo wa Mungu katika ulimwengu ambao ulikuwa ni giza tena utupu. Mungu anashuka, ndio anasema iwepo nuru na anaanza kuumba. Kwa hiyo ili chochote kiumbike katika maisha, hata katika maisha ya kawaida, ili chochote kiumbike katika akili ya mwanadamu, chochote kiumbike katika biashara, chochote kiumbike katika ufaulu, ni lazima Mungu atangulie. Nuru ya kwake ikuongoze, alafu hapo ndio uumbaji unatokea taratibu katika maisha ya mwanadamu. Na kusoma Zaburi 36 na Isaya 60 fungu la 1, bado utagundua Mungu anazungumzia kuwepo kwa nuru. Lakini jambo la pili, mwanadamu ni tegemezi kwa neno la Mungu. Ukisoma Zaburi 33, mtumishi wa Mungu, soma Zaburi 33 fungu la 6, anasemaje? Imeandikwa, ndio, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote. Kinyume chake. Asante sana ishi hapo. Anasema kwa neno la Bwana mbingu zote zilifanyika. Manake ni kwa neno lake kila kitu kilifanyika. Sasa kama ni kwa neno lake kila kitu kilifanyika, ni namna gani ambavyo unaweza kusurvive wakati umekuwepo kwa neno lake? Ni wakati gani ambavyo unaweza kusurvive kwa lolote bila kwa neno lake? Ni kama kiwezekani, kwa sababu ni kwa neno lake kila kitu kilifanyika. Pote katika mwanzo, wakati wa uumbaji, kulitumia neno Bwana akasema. Neno Bwana akasema, ni kwa neno la Bwana kila kitu kilifanyika. Ni kwa neno la Bwana tunaweza kuendelea kuishi. Mwanadamu ni matokeo ya neno la Bwana. Ni lazima awe tegemezi katika neno lake ili aishi. Na hata kusoma Zaburi 119 fungu la 105, anasema neno la Bwana ndio taa ya miguu yetu na ndio mwanga wa njia yetu. Neno ni Mungu mwenyewe. Ukisoma Yohana 1 fungu la 1 hadi la 3, Mungu amehifadhi maneno yake katika Biblia takatifu. Lakini bahati mbaya sana leo hatuna muda wa kusoma. Hatuna muda wa kusoma Biblia. Na ovyo, tunasomaje? Leo wasa wanacheza na PSG. Utapata muda wa kusoma neno kweli ifike saa 1. Ndio muda wa lesoni. Na unasikia kale ka muziki kale ka UEFA. Utasoma lesoni mtumishi. Utasoma lesoni Simba na Yanga kweli. Utasoma. Au hata basi kuna wakati wengine wanajikaza, wanajiliswa Sabato, wanajikazaga. Unakuta ni kiongozi mzee wa kanisa.
unakuta ni mkuu wa shule ya Sabato kama Mr. hapa. Wewe kanisani Simba na Yanga ndio wanacheza. Unakuwepo kimwili ila roho iko huko. Iko huko mbali. Utasomaje neno? Kuna beti, utasomaje neno? Kuna beti squeeze. Kuna Insta. Kuna TikTok, utasomaje neno? Kwa nini usiende kule na yaani mimi nimeuisha akaunti yangu ya TikTok majuzi. Na nimeuisha kwa sababu pia mimi ni mentor wa vijana. Na ulimwengu wa vijana huko kule, si ndio? Lazima niwakute. Sasa kuna vitu vingi sana kuta nani mzee tuwekee TikTok huku bwana, ndio watu wako. Klipu zako zilete huku. Sasa kuna wakati nilijiunga nikakimbia. Nikasema mbona kama shetani na malaika zake ndio waliaktiwa huko. Maana kila ukifunua unakuta tafuta skrini, mtu anacheza tafuta skrini. Nikasema hilo ni eneo. Lakini unakuta mtu kutwa nzima ametulia nyumbani, ametulia ndani anatafuta skrini. Utasoma neno la Mungu saa ngapi? Kwa uhalisia utasoma neno la Mungu saa ngapi? Lakini Biblia ni kitabu kinachobadilisha. Unaposema Biblia ni kama unaongea na Mungu mwenyewe. Hicho kina maarifa yote, kina sayansi yote, kina uchumi wote. Anayelia kitampa faraja, anayecheka kitampa njia achekeje na acheke mpaka saa ngapi? Maana unaweza ukacheka kama mpumbavu, alafu kalia sana baadaye. Lakini ukisema Biblia itakuongoza hata kucheka mtindo wa kucheka. Ucheke kicheko kikubwa cha kati au kidogo. Biblia itakuongoza, haijaacha kitu. Lakini kama unalia huwezi kulia kama mpumbavu kwa sababu imejaa maneno ya matumaini. Hata ukiachwa, mimi nashangaa sana unaacha unatafuta kamba. Yaani hizo nguvu za kwenda kutafuta kama mtumishi wa Mungu mpaka uende Kabwe, uende Mwanjero au madukani. Wanasema hapa kamba hatuna. Si usome tu Biblia ndugu yangu. Kwa sababu unaweza ukasoma Biblia yaani ukaachika vizuri, ukapata na nguvu ya kwenda kabla ya za 500. Neno la Mungu lina kila kitu. Kwa anayelia kama faraja, hata aliyeachwa, aliyefiwa, ambaye anaogopa maisha yake yajayo, ambaye ana hofu juu ya kazi, bado neno la Mungu lina kila majawabu ambayo unaweza kuyapata. Mwanadamu asiyetenga muda wa kusoma neno la Mungu ni kiini macho kinachotembea huku tumekizika jana. Yaani kama usome neno la Mungu ni sana kiini macho tu ambao unatembea tu kama shuka. Lakini kwa kweli umeacha kufa na tumekuzika. Ile unaonekana unatutokea. Tunakuona leo tuko nao. Tunafanya mtihani na wewe, lakini umesha kufa kwa sababu tu hauwezi kusoma neno la Mungu. Hauwezi kusoma neno la Mungu. Jambo la tatu, mwanadamu ni tegemezi wa ahadi au baraka za Bwana. Ukisoma Mwanzo 1:28, naomba nisome mtumishi. Mwanzo 1:28 anasemaje? Na 28. 1:28 Mwanzo anasema, Mungu akawaambia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Na kila kiumbe chako tumishi. Alafu unawezaje kusema kwamba kwa Mungu baraka za Bwana hazitabadilishi? Kwa ahadi ambazo Bwana amesema, mseme mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkaitiishe, akaweka koma, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, akuishia hapo, na kila kitambaacho juu ya uso wa nchi. Hivi upate baraka gani kutoka kwa Mungu ambazo kwazo hizo hazikutoshelezi wewe kuwa tajiri, kuwa mwanafunzi bora, kuwa kijana bora? Upate baraka gani zaidi ya hizo? Lakini leo mtu anaacha kabisa neno la Mungu, anaona baraka za Mungu. Na kwa kweli wakati fulani mimi nimekuwa naambia vijana, wakati fulani naongea na vijana, toa wito. Nawaambia hivi nitazame hata mimi kwamba mimi unavyoniona nimechakaa sana. Kwa sababu leo mtegemea Bwana nimechakaa, sisi watu tumechakaa sana. Tunapokuwa Adventista tunachakaa sana, tunapotegemea Mungu tunachakaa sana. Lakini hebu angalia vijana wa Adventista, vijana wazuri. Ni vijana wazuri. Sasa wewe kama mzuri wakati unajua ni mshenzi. Ndio maana hata wewe kusema amina kwa sababu tunajijua matendo yako. Tunajijua. Na wenyewe ni wa kweli. Hawataki kuwa mafarisayo. Unaona? Vijana wazuri, ndio mmekaa hapa. Sio ukitazama wenzako hivi. Utaweza kuona kuna muuni mshenzi hapo.
Si vijana wote wazuri? Vijana wazuri. Ni kwa sababu gani? Baraka za Mungu. Mungu amesema zaeni mkaongezeke. Nafikiri baadaye mchana wakati kipindi cha mazao mtajifunza lina maana gani hilo neno. Anasema mzae mkaongezeke. Kuna mambo makubwa ambayo hayawezi kutokea kama haujafungamanisha kwenye ndoa. Mungu anasema mzae mkaongezeke. Kuna kuzaa au kuongezeka kibiolojia, kuongezeka kiuchumi. Na ndio maana Mungu anapoumba, anaposema mzae mkaongezeke, hakuacha hivi hivi. Aliwekea kila kitu kuongezeka. Kama kuongezeka kibiolojia, aliumba mke na mume. Muongezeke kibiolojia. Kama ni kuongezeka kimaarifa, aliweka viumbe vingi, watu wajifunze. Kama ni kuongezeka kiuchumi, kusoma, alipambia kwenye mto, aliweka mto katikati, mto una dhahabu, hiji juu mto unatirisha nini? Kwa anaweka dhahabu za nini? Hizi dhahabu zina maana gani kama sio utajiri? Anaweka na mto. Kama ni kilimo, umwagilizie. Maana Mungu aliweka mkaongezeka. Unapotegemea baraka za Mungu, unaongezeka katika nyanja zote. Na Mungu akwambia tu mnakubariki na kuacha hapo, anakuwekea na nyanja na namna ya kufanikiwa na unavyotumia ili ufanikiwe. Mafanikio yetu tunategemea baraka kutoka kwa Bwana. Neno lake daima ni zaeni mkaongezeke. Hii haimaanishi tu kuzaa kibiolojia, bali katika nyanja zote. Wote wanaotegemea baraka zake watazaa na kuongezeka. Ili kumfanya mwanadamu azaa kuongezeka, kibiolojia alimuumba mwanaume na mwanamke kama nilivyosema. Kiuchumi aliweka shamba walime na kulitunza. Lakini aliweka mito na dhahabu. Kusoma Mwanzo 2 fungu la 15. Alafu kasema Mwanzo 2 fungu la 10 hadi 14 anasema kulikuwa na mto na dhahabu. Kijamii au kimahusiano, Mungu aliumba mwanamke na mwanaume. Baraka za Mungu hata kama unadhani ni kidogo, hizo ndizo bora kuliko wingi wa mali. Wingi wa mali, baraka za Mungu. Baraka za Mungu si tu hutajirisha, bali huhakikisha amani ya sasa na ya kesho. Leo vijana wako tayari kufanya chochote kwa ajili ya kutafuta utajiri. Nenyewe hizi mnajua kwenye mtandao, mtu akiwa anahadisia anasema mimi nilikuwa nauza karanga. Sinajua jamaa, kuna jamaa anaitwa nani, ni content creator. Anawaambia kuna maneno mnaruka. Ni neno naitwa hivi. Kwa sababu sasa Bwana naangalia movie yote wa Diamond anaangalia, sasa tunaangalia kwenye basi. Yesu wa Mungu. Zambi za rejelete hizi. Tunaangalia kwenye basi. Simu mtumishi tungesinzia. Yaani wewe unaangalia zambi. Anasema kuna kitu kinakiruka. Siku hizi vijana wakiwaambia, nilikuwa nauza karanga, sema jamani unapoteza muda wetu, ambie na sasa sisi tunaweza kulala na nyoka. Wewe tuonyeshe hiyo nyoka sisi tunalala. Lakini yote ni mashahidi. Leo imekuwa ni changamoto. Mtoto wa kiume imekuwa ni changamoto kuliko mtoto wa kike. Yaani kijana wa kiume yuko tayari kuolewa, anasema bora nifanye chochote ila maadamu ninapotoka nitoke na range. Binadamu malezi ndio vijana. Kijana wa leo bora atembee na bibi yake. Yaani kumwangalia bibi yako kabisa, bibi. Lakini tu maadamu anakupa pesa, ili ukubali tu utoke utambe, ile utembee na bibi yako. Yaani bibi wa kumzaa bibi, si mzaa ngapi? Ili tu upate mali. Vijana wa leo tulikofika, kwa kudhani kwamba baraka za Mungu zinakawia baraka za Mungu. Lakini sio kweli. Baraka za Mungu hazikawii. Leo vijana wanatafuta kwa nguvu zao wenyewe. Wanakesha TikTok, wako uchi wanacheza TikTok. Majuzi hapa anasoma kwamba Kenya imefuta karibia account video karibia 500,000 za Wakenya walizokuwa wamepost kwenye akaunti za Twitter. Wewe sasa hivi imekuwa ni changamoto sana. Unaweza kusikia kanangu nikachungaji, kanangu nikabidi mchungaji, kanangu nikatumishi, kama jifungia ndani chumbani. Lakini kanangu jifungia chumbani sehemu ya tano. Maana kana simu ya tatu, kana smartphone umeisha. Maana hata unajikuta kama ndio kana mtumishi naitwa nini mtumishi? Awe na stendi, awe na kile kinini kile cha duara, jua anafanyaje? Akiwa nacho kule chumbani, unakuta kwa zote na Saula yuko anatafuta filamu.
Wewe sema mwanangu huko, utasema mama nimo, lakini yuko anatafuta shilingi. Kwa sababu tu wanadhani faida kwamba baraka za Bwana, kile baraka za Bwana zinasumbua sana. Wewe utegemee maombi mpaka unachunguka. Naomba kuna watu wanaomba mpaka nguo zimeshachanika, alafu anatabe shikeni. Na alafu ndio naambiwa tumishi tegemee Bwana. Alafu yaani hauna longodo kwa wanaotegemea Bwana waliofanikiwa. Kwa sababu ulimwengu wa mitandao umejaa watu wanaofanya mambo sana kishenzi tu. Masuala kishenzi tu unaona kama wanafanikiwa. Na wanamfokea kabisa, wanasema utaomba mpaka ufe. Kama unataka kwenda kwenye group langu niwaonyeshe kukaa na nyoka kulivyo. Na nakuta na kasabati nyinyi kama kanatafuta baraka za haraka, kanuna baraka za Mungu zinachelewesha. Lakini leo tunazungumza juu ya ushoga, tunazungumza juu ya mshangazi, masponsa, watu kulala na nyoka. Lakini Yohana 15 fungu la 5 kile kipengele anasema pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Na Kumbukumbu 8:10 anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Yeremia 29 fungu la 11 nao linajaribu kusema vile vile. Lakini jambo la nne, mwanadamu ni tegemezi kwa chakula cha Bwana. Mwanadamu ni tegemezi wa chakula cha Bwana. Mwanzo 1:29 fungu la 30. Mwanadamu fungu la 29:30 anasema mwanadamu ni kiumbe tu cha Mungu. Anachokunywa kipasa kutoka kutokana na kuamuliwa na yeye. Baada tu ya mwanadamu kuumbwa, Mungu alimpatia maelekezo ya kila anachopaswa kula. Wanyama wote tunaendelea. Mungu ameibariki sauti, tutaelewana tu watumishi. Baada ya mwanadamu kuumbwa, Mungu alimpatia maelekezo ya kila anachopaswa kula.